Kimsingi ni kwamba ni waombe tu ndugu zetu wa Kongomani kwanza kubwa kuelekea kwenye dua ya tarehe 1 mwezi wa 8 2026, dua ya kufungua mafundo yanayotokana na nguvu za giza, ambayo barua zake sasa ziko tayari. Kuanzia kesho, Mungu akijalia, barua zile zitaanza kutolewa na watu wengi wamekuwa wakianza kuulizia. Lakini kama nilivyosema, nafasi ni chache. Tunahitaji watu 82 tu kwenye tukio hili. 82. Nilisema mara mwisho 82 kama ilivyokuwa jahazi waliosafiri kwenye jahazi la Nabii Allah Nuh. Kwa hiyo tunahitaji watu 81, 82 ambao ndio tutakwenda nao katika safari nzima kabisa hii ya dua ya kufungua mafundo, dua muhimu sana ambayo itafanyika tarehe 1 mwezi wa 8 2026. Lakini kubwa ni kuendelea kutoa huduma. Kuna watu wamekuwa wakitamani pete, kuna watu wamekuwa wakitamani kufunguliwa vifungo katika maisha yao, biashara zao zimesimama. Kuna watu wengine mambo yao yamekufa kabisa, walikuwa na maisha mazuri yakaharibika, wengine kwenye mfumo wa ndoa na mahusiano, wengine kwenye uchumi, wengine kwenye afya. Ni wahakikishie tu huduma inaendelea. Leo nimepata fursa ya kukutana na kijana mmoja ambaye tumemhudumia hapa na natarajia wakati wote tutakuwa naye na atakuja kutoa maelezo yale ambayo ameyapitia. Miongoni mwa wengi, yeye ameridhia, anasema mimi nataka nitoe ushuhuda, kwa sababu moja ya vitu ambavyo kwanza hajawahi kulipa pesa yoyote kwenye kazi yetu, isipokuwa yeye alikuwa na uwezo mdogo sana. Nikuja kwetu na uchumi mdogo sana. Alikuwa akilipa 20,000 ya Kongo, alafu tunampatia dawa anakwenda kutumia mara 2. Wakati anaanza kazi alikuwa na uchumi mdogo sana sana sana, hana inayoitwa hata 100. Lakini sasa anamiliki mtaji wa 300,000 ya Kongo ndani ya kipindi cha mwezi mmoja. Kwa hiyo utaona ni kwa kiasi gani watu wanafaidika na huduma hii. Na wengine wengi hatuwezi kuwaeleza kwa sababu ya muhimu wa namna ya kipindi ambacho tunatarajia kukifanya hivi sasa. Kwa hiyo watu ni wahakikishie huduma bado zinapatikana. Namba za simu zinapita hapo. Hiyo namba inaanza na 09, hiyo ndio nambari ya Kongo. Kwa hiyo piga hiyo namba, ima moja kwa moja utatupata na tutaweza kuzungumza nawe na tutakupa mwongozo wa kufika hapa Gulf Le Bata iliyopo katika jiji la Lubumbashi. Naam. Sawa. Mimi na sisi, maana tuko wengi, wengine wako huko, tunatamani kufahamu kwanza swala zima la BAKWATA. BAKWATA ni nini? Pengine kuna baadhi ya watu wanaweza kuwa hawaifahamu BAKWATA ni nini. Tupate kufahamu BAKWATA ni nini, alafu tutakuja kuzungumza haya mapinduzi ambayo yanafanyika. Anatolewa kiongozi huyu, anawekwa huyu kama kaimu, anatolewa huyu, anawekwa huyu kama kaimu. Na nini hasa kinafanya kiongozi kutolewa ndani ya BAKWATA? Tuizungumzie kwanza BAKWATA ni nini. Kwanza tutumie neno mageuzi badala ya mapinduzi. Unajua kuna tofauti kati ya mageuzi na mapinduzi. Mara nyingine ndani ya baraza kumekuwa na kanuni za kufanya mageuzi. Na hii ni hali ya kawaida kwenye taasisi yoyote ile, ili kuweza kuleta mabadiliko makubwa ambayo yanaweza kuleta kumotivate huduma na ambazo jamii inataka kuzipata. Kimsingi nini BAKWATA ni nini? BAKWATA ni Baraza Kuu la Waislamu Tanzania. Ndiyo chombo kikuu cha Waislamu Tanzania kinachotambulika kisheria chini ya serikali kwamba kinawaunganisha Waislamu wote bila ya kujali taasisi zao, bila ya kujali vituo vyao, bila ya kujali mienendo ya kiakida yao. Kwamba Baraza Kuu la Waislamu BAKWATA Tanzania ndio chombo kikuu kinachowaunganisha Waislamu Tanzania kwa lengo la kuwasemea, kuwaongoza na kuwasimamia. Hiyo ndio BAKWATA. Sawa. Na nini hasa kinapelekea viongozi kutolewa kwenye nafasi zao, kuwekwa watu wengine, kwa maana mageuzi kama vile ambavyo umeniambia? Kwa kawaida chombo chochote kinapokuwa kina kanuni na katiba, ipo miongozo ndani ambayo inamtaka kiongozi anapokaa kwenye uongozi wote, kwanza anatakiwa kufuata miongozo na kanuni, yani katiba na miongozo ya chombo husika. BAKWATA kama chombo kilichosajiliwa kisheria
kina katiba yake na katiba ya BAKWATA inatoa muongozo vipi unaweza ukaongoza na vipi unaweza ukasimamia haki za Waislamu lakini pia unaweza ukasimamia maendeleo ya baraza na Waislamu kwa ujumla katika nchi. Kwa hiyo kuna wakati wa utendaji kwa namna yoyote ile ambayo viongozi wa juu wa Baraza Kuu la Waislamu BAKWATA, kwa maana baraza la ulama ndio chombo cha mwisho kabisa chenye maamuzi ya kusimamia nafasi ya viongozi kama vile mashehe, baraza la mashehe na kadhalika. Kwa kanuni chombo hiki kinaweza kufanya mabadiliko wakati wote ikiwa kinaona kuna haja ya kufanya hivyo ili kuongeza kasi zaidi ya jambo au kupunguza spidi pale inapoonekana spidi ni kubwa zaidi, kwa sababu wakati mwingine kiongozi anaweza kwenda spidi sana au anaweza kwenda chini ya kiwango. Kwa hiyo baraza linaweza kubadilisha kiongozi wakati wowote ili kuleta maendeleo na mabadiliko kwa Waislamu yanayohitajika kulingana na wakati. Lakini wakati mwingine chombo hiki kinaweza kutoa na kinaweza kumuondoa kiongozi kwa sababu ya kuepusha baadhi ya vitu ikiwemo malalamiko na vitu vya mfano wa hivyo. Kwa hiyo inategemea wao kama chombo, Baraza Kuu la Ulama Taifa wameona nini katika nafasi ya uongozi wa kiongozi wa mkoa na wanaweza kufanya maamuzi ya kumuondoa chini ya mufti mwenyewe ambaye pia ndio shekhe mkuu wa nchi ya Tanzania bara, Sheikh Abubakar bin Zuberi bin Ali Mbwana kwa sasa. Sawa. Hapo nimekuelewa. Na natamani kufahamu hili pia. Ikitokea kuna tetesi zozote za hujuma kumhusu kiongozi aliyeko chini ya BAKWATA, nini hasa hufanyika? Kwa mfano, imetokea kesi labda ya hujuma ya utapeli ama wizi kwa kiongozi wa BAKWATA, nini hasa hufanyika kwa wale viongozi ambao wako chini au wapo juu ya huyo kiongozi ambaye amepata hiyo kesi ama tatizo? Kwa kawaida msingi mkuu wa baraza la Waislamu BAKWATA huwa ni Qur'ani. Ndio katiba kuu namba 1. Alafu ile katiba imedadavuliwa kwa miongozo ya ile ya katiba ya baraza yenyewe. Kwa hiyo inapotokea kuna kiongozi anatuhumiwa kwa tuhuma fulani, kamati ya juu yani wale wenye mamlaka ya uteuzi wa juu huwa wanakaa chini na kuifuatilia ile tetesi ama ile tuhuma ambayo imetajwa, wanaifanyia kazi, na miongoni mwa hayo wanaweza kumuita mhusika wakazungumza naye na kupata ushahidi wa jambo hilo, ukweli au kutokuwa ukweli. Alafu baada ya hapo watatoa maamuzi wao kama viongozi. Lakini kamwe BAKWATA hawawezi kumhukumu mtu kwa sababu ya tetesi za mitaani. Mara nyingi wanatumia fursa hiyo kumuita mhusika, kuzungumza naye na kujifunza kwamba kuna hiki na hiki. Ikionekana mhusika hana mabadiliko, ndio wanaweza wakafanya mabadiliko ya kiuongozi, mabadiliko ya kimkakati ili kuhakikisha kwamba uongozi unaendelea kuwa imara na baraza linasimama. Na jambo hili kimsingi limetokea hivi karibuni katika nafasi ya mufti wa sasa Sheikh Abubakar bin Zuberi bin Ali Mbwana, ambaye alianza na ile kauli mbiu yake kwamba badilika, jitambue, badilika, acha mazoea. Kauli mbiu ambayo ndio aliingia nayo wakati anaingia ndani ya BAKWATA kuwa mufti. Alikuja na kauli ya jitambue, badilika, acha mazoea. Lengo la kauli mbiu hii ilikuwa inawataka viongozi wa baraza wafanye mabadiliko wao wenyewe kwanza kwenye mioyo yao juu ya kuwatendea haki au kuwafanyia kazi wale viongozi wao ambao ni Waislamu kwa ujumla wake. Kwa hiyo hii kauli inalenga kumpa nafasi kiongozi ya kujitambua na kufanya kazi kulingana na mahitaji ya katiba na Uislamu kwa maana ya Qur'ani na sunna za Mtume SAW, na sio mihemko au maisha yake binafsi. Naam. Hivi karibuni siku moja iliyopita nyuma tumeona kulikuwa kuna kuondolewa kwa baadhi ya viongozi, namzungumzia Sheikh Walid, lakini pia na mashehe wengine wawili kutoka mikoa miwili tofauti. Sheikh Walid alikuwa ni shehe wa mkoa wa Dar es Salaam, ametolewa kutokana na kutokuwa na nidhamu kwa mujibu wa maneno ya viongozi wa BAKWATA walichokuwa wamekizungumza. Wengi wamekuwa na sintofahamu kwa sababu kulikuwa kuna vitu vinaendelea vya chini ya kapeti vinavyomhusu mwanadada fulani akimzungumzia shekhe wa mkoa
wa Dar es Salaam kwa maneno mabaya, inaweza nikasema hivyo, kwamba alikuwa mtu wake, alikuwa kwenye mahusiano na nini. Watu wamegusanisha hii ya kuhisi pengine hii inaweza ikawa ni sababu ya shehe kuondolewa kwenye nafasi yake, lakini pia wengi wamekuwa wakijihisi pengine huyu mwanadada ametumwa ili kumchafua shehe. Zungumza. Labda kwanza neno nidhamu tulidadavue kwanza neno nidhamu. Kama ndivyo, mimi sijasikia speech ya baraza la ulama, niwe tu mkweli, sijapata muda wa kuisikiliza speech ya baraza la ulama, lakini kwa kawaida huwa najua katibu wa baraza la ulama ndio mara nyingi huwa anazungumza Sheikh Chizenga, na ndio katibu mkuu wa baraza la ulama. Sikuisikia kauli kwa sababu nimekuwa busy na mambo mengi, lakini iko hapa naweza nikakusikilizisha kidogo. Katika hivyo baraza la ulama limeazimia kuwasimamisha mashehe wa mikoa mitatu kutokana na mienendo yao inayokiuka misingi ya kiuongozi ya baraza. Mashehe hao waliosimamishwa ni kama hivi ifuatavyo: moja, Sheikh Walid Al-Had Kawambwa, Sheikh wa mkoa wa Dar es Salaam. Mbili, Sheikh Isa Nasr Isa, Sheikh wa mkoa wa Singida. Tatu, Sheikh Hassan Kiburwa, Sheikh wa mkoa wa Kigoma. Utekelezaji wa mabadiliko haya unaanza mara moja leo hii tarehe 14 mwezi wa 7 2026. Aidha, Mheshimiwa Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania Sheikh Dr. Abubakar Zuberi Mbwana amewakaimisha mashekhe wafuatao kushika nyadhifa hizo kama ifuatavyo. Labda tuachie hapo, inatosha. Kauli ya baraza la ulama taifa ni mienendo ya kiuongozi. Mienendo ya kiuongozi. Kwa maana kuna namna kama nidhamu inaweza ikawepo. No. Wamesema mienendo ya kiongozi. Tusiongeze ambacho hakikusema. Mienendo ya kiuongozi. Sasa mienendo ya kiuongozi ni utaratibu wa kiutawala. Utaratibu wa kusimamia watu na kuendesha shughuli zako za nafasi yako ya uongozi. Hicho ndicho ambacho baraza wamekieleza. Baraza la ulama wamekieleza. Kwa sababu mashehe waliosimamishwa kwanza ni watatu. Wa Kigoma, wa Singida na wa Dar es Salaam. Kwa hiyo haiwezekani wote wawe na tuhuma hiyo. Tuhuma ya Sheikh Walidi inayotajwa haiwezi kumsimamisha wa Kigoma wala haiwezi kumsimamisha wa Singida. Na kamwe baraza la ulama taifa hawafanyi maamuzi kwa mihemko. Mimi binafsi katika nafasi hii naweza nikatetea sana kwa sababu najua nimekaa ndani ya BAKWATA ya Sheikh Simba, lakini mpaka hivi ninavyosema bado mimi ni miongoni mwa washauri wa dawa wa mufti wa Tanzania. Kwa hiyo nimekuwa nikikaa naye mara kwa mara. BAKWATA haiendeshi shughuli zake kwa mihemko. Ukiona kuna kitu kimefanywa na mabadiliko ya kiuongozi yamefanywa, yaliyotazamwa ni namna ya utaratibu wa uendeshaji wa uongozi kulingana na baraza. Ikumbukwe kwamba swala la shekhe wa mkoa wa Dar es Salaam ni tuhuma. Sio judgment, sio hukumu. Ni tuhuma, sio hukumu. Kwa hiyo hafungwi mtu kwa tuhuma. Kisa cha kutuhumiwa kwa shekhe wa mkoa leo hakijawahi kuanza leo. Hata zama za Mtume SAW wakati wa ukhalifa wa Saidina Ali yalitokea. Zama za Nabii Allah Musa matukio ya mfano huo yalitokea. Zama za ukhalifa wa Saidina Umar ibn al-Khattabi wakati anamkaimisha, anampa nafasi Saad ibn Abi Waqqas kwenda kusimama kuwa gavana kule Iraq. Yalitokea haya. Aliwahi kumhuzuru kwa sababu ya tuhuma. Tuhuma ni kitu kingine. Tuhuma ni kitu kingine na judgment, hukumu, ni kitu kingine. Hatuwezi kuvioanisha viwili hivi kuwa eti ndiyo sababu iliyomfanya shekhe wa mkoa aondolewe katika nafasi yake. Mimi binafsi sikubaliani na hilo. Sikubaliani kwa sababu hii ni tuhuma. Tuhuma haijathibitika. Huwezi kumhukumu mtu kwa tuhuma. Huyu mama kasema tuhuma
Nani anaweza kutoa ushahidi kwamba yule mtoto ni wa kwake? Mtoto anapimwa kwa DNA. Hapo nimekuelewa. Mtoto anathibitika kwa DNA, sio cheti. Mimi leo anaweza kuwa na mwanamke akapata mimba, asiwe na bwana, akaamua kuandika jina langu, akaandika hivyo jina langu, akakaa nalo, akaenda nalo, mtoto akazaliwa, miaka 2 akaibuka, akasema huyu mtoto wa Dr. Sule. Bado hiyo ni tuhuma. Hiyo ni tuhuma. DNA ndio inaweza kuthibitisha ni mtoto wake au sio mtoto wake. DNA pekee ndio inahukumu hiyo. Sijui nimeeleweka sawa sawa. Na niseme tu jambo la Sheikh Walidi nyuma yake lina sintofahamu. Lakini nataka hili nakusudia hili. Acha lile la uongozi wa kuondolewa madarakani. Hili la huyu dada lina sintofahamu. Hapo kwenye hiyo sintofahamu nataka niongezee kitu. Kwa mujibu wa video za huyu dada, mimi nilipata nafasi ya kuzitembelea, kuzisikiliza pia. Alionyesha mpaka karatasi za mahakamani ambazo alipata nafasi ya kuenda ili kumuita Sheikh Walid wakae chini walizungumze. Kwa mujibu wa maneno aliyotoa kwa kinywa chake ni kwamba alipata nafasi ya kuenda mpaka kwenye maofisi yake ambayo anafanyia kazi BAKWATA ili wakae chini walizungumze. Alipata nafasi pia ya kuenda mpaka kwa ndugu zake Sheikh Walid ili wakae chini walizungumze. Na pia nilichokisikia leo kupitia kwenye page ya Maimartha, alifanya interview na moja kati ya watu wa karibu wa Sheikh Walid, japokuwa simjui ni nani, hakujitambulisha jina wala hatukumfahamu kwa jina, ila alikuwa ni mwanamke. Anasema anamfahamu vizuri udada. Ni kweli alikuwa na mahusiano na Sheikh, lakini si mkewe, kwamba hakuwahi kumuoa. Ila alichokuwa kibaya anachokifanya huyu dada ni alikuwa akiwatukana baadhi ya watu wa familia, ndio maana familia ikamweka pembeni. Kwa maana hiyo hapo pengine kuna ukweli ndani yake, lakini Sheikh ameshindwa kulirekebisha hili Sasa swali linakuja sasa. Si alikwenda kwenye vyombo na vyombo vilimuita vikazungumza naye? Hakwenda. Kwa mujibu wa dada anasema hakwenda. Sasa swali nakuja, kutokwenda yeye akiitwa na kutokuitika kwenye yale maeneo ambayo alihitajika kwenda na kwenda kuzungumza, hukumu ni kwenda kufanya presi kwenye vyombo vya habari? Hapo ndo unazidi kujiharibia. Swali linakuja, ametengeneza, ameharibu? Kwa sababu jalia sasa kweli mtoto wake, unadhani kwa hiki kilichotokea atapata msaada? Kwa maana hiyo hapa nini hasa kilitakiwa kifanyike tukimzungumzia huyu dada na yeye alichokuwa nakiona? Ndio maana nikasema ili jambo nyuma lina sintofahamu. Ili jambo nyuma lina sintofahamu kubwa imejificha, lakini kwa sababu siku bado zipo na tunapumua, tutaona. Wacha inyeshe. Umepata nafasi ya kuzungumza na rafiki yako? Hapana. Bahati mbaya mimi niko nje ya nchi kama nilivyo hapa. Jana nilijaribu kumtafuta kwenye simu zake, iliita bila mafanikio. Nadhani ilikuwa kipindi iko kwenye ibada, na kipindi hiki lazima atakuwa kwenye stress. Katika hali ya kawaida kwa haya yaliyotukia, hata kama utakuwa una ujasiri kwa kiasi gani, lazima kuna mazingira kidogo utatikisika kwa stress. Na nadhani washauri wakati huu wanahitaji zaidi kumfanya awe apumzike, yani asizungumze, na ikiwezekana asipate fursa ya kuzungumza chochote, kwa sababu naamini hizi ni tuhuma na zitafika mahala zitapita, kwa sababu kwa kanuni na hili nalo litapita. Na hili nalo litapita. Kwenye kipindi cha uongozi wake, ni kipi hasa unasema mimi kwa uongozi wa Sheikh Walid alivyokuwepo BAKWATA, hiki na hiki na hiki kimenivutia na natamani kiendelee kuwavutia na wengine wapate kujua? Sheikh Walid ni kiongozi ambaye aliweza kuunganisha makundi yote. Kwa maana Waislamu, wasio Waislamu, wote walijikuta wanakaa katika mwamvuli mmoja. Ni shekhe pekee miongoni mwa mashehe aliyekuwa anapendwa na makundi yote bila ya kubagua. Alikuwa vijana yuko nao, wazee yuko nao, wenye dini wako nao, wasio na dini yuko nao, wana muziki, yani makundi yote. Ni shekhe ambaye aliweza kukaa kwenye nafsi za watu, aliweza kuishi kwenye mioyo ya watu. Hicho ni moja ya sababu ambayo ilimfanya awe shekhe wa kipekee sana. Na ni shekhe ambaye
amefanya kazi kwa mafanikio makubwa katika kipindi kifupi miongoni mwa mashehe waliowahi kukaa katika mkoa wa Dar es Salaam, kwa sababu ndio shehe pekee wakati wote huu hana skendo ya moja kwa moja kutoka kwa waumini kumuona hafai. Kuna vitu viwili, kuna mtu binafsi au mamlaka zinazokusimamia, lakini kuna ile jamii inayokuzunguka, community. Ndio shehe pekee wa mkoa wa Dar es Salaam aliyeishi kwenye madaraka na community ilimkubali kama shehe wa mkoa. Natamani wewe na mtazamo wako, hili ambalo linaendelea sasa hivi ndio chanzo kikuu cha kumtoa Sheikh Walid kwenye nafasi yake? Narudia tena, sio chanzo kikuu. Sio chanzo kikuu kwa sababu Baraza Kuu la Ulamaa Taifa la BAKWATA hawamhukumu mtu kwa tetesi. Hizi ni tuhuma. Wanafahamu vipi? Wangekuwa yule dada ameshafika kule, kwa sababu amesema kwa mujibu wake amewahi kufika BAKWATA zaidi ya mara moja. Nakubaliana kabisa kwamba anaweza kuwa aliwahi kufika BAKWATA zaidi ya mara moja na pengine aliitwa, lakini kuna taratibu za kumuingiza mtu hatiani, na kama ingekuwa swala hilo basi isingekuwa kwa mujibu wa miongozo ya baraza, uongozi kwa mujibu wa mwongozo wa baraza, ingekuwa kwa mujibu wa sifa na tabia za kiongozi, kwa sababu ukizungumzia tetesi itakuwa sifa za kiongozi, sio kutokufuata mienendo ya mwongozo wa baraza. Hao wote wameondolewa kwa sifa za kutokufuata mienendo na kanuni za uongozi wa baraza. Sasa hii ni kitu kilichojificha, ndio maana nikasema kuna shekhe wa mkoa wa Singida ametolewa, kuna shekhe wa mkoa wa Kigoma ametolewa. Mashekhe hawa wametolewa kwa mujibu wa maelekezo ya Baraza la Ulama kwa sababu ya kutokufuata miongozo ya baraza. Kwa hiyo yako mambo ambayo walikubaliana au yaliwataka wayafanye, hawakuyafanya ima kwa kiwango stahiki au kwa wakati stahiki. Inawezekana walipewa time frame kwamba baada ya miaka hii na kutaka kiongozi wao ufanye hivi. Usipofanya lazima apewe mtu mwingine ili afanye hiyo nafasi, aweze kuwanufaisha hawa nao waongoza. Huo ndo msingi wa uongozi. Tusilibebe hili jambo moja na isifike mahala swala la yeye kutolewa tulihusishe na hii eti tu kwa sababu kuna hii. Hapana, mimi sitaki kukubaliana naye. Sawa. Hapa nimekuelewa. Nataka niongezee hapa, alafu kuna swali nyuma ya kamera. Wanasema baadhi ya watu wengi sana ambao walipata nafasi ya kuwa karibu na Sheikh wamekuwa wakinungunika ama kuumia kutokana na hiki ambacho kimetokea. Pengine hii inaweza kufanya Sheikh Walid akarudi kwenye nafasi yake? Kwa kawaida wenye mamlaka ya kumrudisha ni Baraza la Ulama Taifa ambaye mwenyekiti wake ni mufti. Wanaweza, na sio maoni ya Waislamu. Na sio maoni ya Waislamu. Okay. Narudia tena, waliomtoa wanajua sababu ya kumtoa. Na wakiona sababu ya kumtoa inaweza kumrudisha, wanaweza kumrudisha. Okay. Wakiona hakuna sababu ya kumrudisha, anahitajika mwingine mwenye kasi zaidi, watamweka mwenye kasi zaidi. Wakimuona waliyemkaimisha anafaa zaidi, atapewa aliyekaimishwa, ili mradi baraza lifanye kazi kwa weledi na kwa mafanikio makubwa kuwatetea, kuwahudumia na kuwasimamia Waislamu katika nchi ya Tanzania. Ziko nyingi, sifa ziko nyingi, lakini ya kwanza awe na akili timamu. Huyo kiongozi awe na akili timamu. Ya pili awe na elimu ya kutosha ya dini ya Kiislamu, ambayo ndio msingi wa safari yake katika kuwasimamia Waislamu. La tatu awe ana ushawishi, awe anakubalika, awe ana uwezo wa kuwakusanya na kuwasimamia Waislamu. Hizo ndio sifa za msingi. Kisha unatazamwa uadilifu wake. Muadilifu kwa kiasi gani katika kutekeleza haki za wale anaowaongoza. Hii ndio misingi ya kuwa kiongozi katika dini au katika BAKWATA. Tukija kwenye hiyo kauli ambayo ilitolewa kule, tusimtazame kiongozi kwa tabia zake, tumtazame kwa matendo anayoyafanya, matendo na mafundisho yake ambayo yanatugia. Tusitazame kwa tabia anazozifanya, labda muhuni, anakunywa pombe, anazungumza nini kutuhusia sisi. Pengine hili tunaweza tukalichukua tukakaa nalo kidogo. BAKWATA walitazama kimsingi kiongozi anatazamwa kwa yote mawili, maneno na vitendo vyake.
kwa sababu kiongozi katika Uislamu ni kioo cha jamii. Hata Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye ndo amesemwa ni kiigizo chema. Kwa hiyo amekuwa kiigizo chema, ndio maana akaletewa wahai na akawa mtume. Kwa hiyo kiongozi yote anayekaa nyuma ya Mtume sallallahu alaihi wasallam lazima awe kiongozi aliye safi katika tabia, mienendo, lakini pia matendo, lakini pia mafundisho, elimu na uwezo wake. Kwa hiyo niseme tu hii sifa ya kwamba angalieni maneno yangu, msiangalie matendo yangu, katika Uislamu hiyo haimo. Sawa sawa. Pengine kwa mtazamo wako unahisi kuna watu wanaweza kuwa wamekaa chini kwa ajili ya kumchafua Sheikh Walid kwenye jicho lako? Ndio maana nimesema jambo hili ukilitazama lina kitu nyuma kuhukumu. Okay. Kwa jambo hili ukilitazama nyuma yake lina nguvu ya ziada. Lakini nimesema wacha inyeshe tujue panapovuja. Na tutaona panapovuja. Wewe tusubiri tu. Sawa sawa, hapo nimekuelewa. Sawa, pengine ukipata nafasi kuzungumza na Sheikh Walid baada ya haya yaliyotokea sasa, kutoka kwenye nafasi yake kukua kama shekhe wa kawaida, pengine anaweza kawa shehe hata msikiti fulani akawa anaendelea kusali. Sio anaweza, ni shekhe. Ni shehe wa msikiti. Ni imamu wa msikiti wa Kichangani. Mashallah. Kwa zaidi ya miaka 30 na 40. Ni imamu mkuu wa msikiti wa Kichangani, ambako ushekhe ulimkuta akiwa na umaarufu, ushekhe ulimkuta akiwa na kituo, ushekhe wa mkoa ulimkuta akiwa kiongozi. Tayari akiwa na kila nafasi yake. Sawa, utazungumza nini kwenye hili ambalo linatokea sasa hivi? Ukipata nafasi ya kukutana naye. Nadhani haya yanatuhusu mimi na yeye. Haya yanatuhusu mimi na yeye kwa sababu sioni kama na sababu za kuieleza public. Lakini ninacho cha kuzungumza. Kaka yangu, sio rafiki yangu, kaka yangu pia. Nazungumzaga sana. Tunazungumza mengi kwa sababu nimesema ni mtu anaweza kuishi na makundi yote. Ni mtu ambaye anaweza kuunganisha makundi. Ni mtu anayefikika, yuko flexible. Anafikika. The same na shekhe aliyeteuliwa sasa. Okay. Ni mtu anafikika. Imamu wa msikiti wa Mtoro anafikika. Baraza la ulama limetuletea mtu sahihi wakati sahihi. Wakati wanatuondolea mtu sahihi, wametuletea mtu sahihi zaidi. Kwa sisi pia mimi binafsi nampongeza mwenyekiti wa Baraza la Ulama Taifa, Mheshimiwa Mufti Shekhe Mkuu Dr. Sheikh Abubakar bin Zuberi bin Ali Mbwana, katibu wa Baraza la Ulama Mzee Chizenga, lakini pia niwapongeze viongozi wote na wajumbe wa Baraza la Ulama Taifa kwa kukaimisha viongozi ambao nadhani wakati ulikuwa pia unawahitaji kulingana na mahitaji ya baraza, kwa sababu unaweza ukatoa gia namba 4 ukatia gia namba 5, zote zina spidi. Kinachotofautiana ni mwendo na wakati. Naam. Tuzungumze na watu wa Lubumbashi, tuzungumze nao. Watu wa Lubumbashi, narudia tu kuambia tuko Lebata. Namba zetu za simu zinapita hapo katika video yetu hapo. Hiyo namba inayoanza na 0909. Ukiona hiyo 09, hiyo ndio namba yetu ya Lubumbashi. Wakati wote unaweza kutupigia simu. Wale wote ambao nimewahudumia mwezi mmoja uliopita kabla sijaenda safari, niwahakikishie tu kuwa nimerudi, niko hapa na naweza kuendelea kuhudumia na kuwapa huduma na tunafanya utaratibu. Kesho panapo majaliwa tutawapigia simu wote na kuwajulisha kuwa nimesharudi na tutakuja kuendelea na shughuli, na nitakuwepo hapa kwa muda wa mwezi mmoja. Lakini ni bora watu wakaja mapema nikamaliza ya kwao badala ya kuwa nakuja karibu na kuondoka, kwa sababu nakuwa na ratiba nyingi na nitahitaji kwenda ratiba nyingine baada ya mwezi mmoja. Lakini la pili ni wakumbushe kuelekea kwenye dua maalum, dua ya kufungua mafundo ya vifungo itakayofanyika tarehe 1 mwezi wa 8 2026, siku ya Jumamosi, kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 7 mchana. Barua itakakwenda na khawasu 4, dua itakakwenda na khawasu 4 ikitanguliwa na barua
maalumu aliyoiandika Mtume SAW kuandikia mashetani, akiwafunga mdomo na kuwaunguza ili wasiendelee kufanya uchawi na vitu vya hovyo. Barua ile inapatikana hapa. Barua ile ukiipata, ukiiweka ndani tu ni kinga katika nyumba yako. Huna haja ya kuweka tunguri, huna haja ya kuweka yai, huna haja ya kuweka chuma. Ile tu barua ikikaa ndani ya nyumba yako, hapiti mchawi wala haingii jini mchafu mpaka siku itakapotolewa barua hiyo. Kwa hiyo niseme tu, nafasi wanayo Lubumbashi, muda ni wa kwenu. Tumelifanya hili kwa Wakongomani peke yake. Taarifa zaidi wataendelea kupata vipindi Isra Islamic TV Isra TV pale, lakini Mbengo TV pia na online zingine za TV. Tutakuwa tukiwapa taarifa mbalimbali kadiri tunavyoelekea katika tukio hili muhimu na adhimu kabisa. Sawa, mimi niseme shukrani sana. Asante, shukrani pia. Sio nimemaliza sifungi. Nimemaliza, nimetoa hapo shukrani.